majina naitwa Laurent Stuart Ngasa, ni meneja wa mgodi wa Msasa Gold Mine. Tumia fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia Wizara ya Madini kwa kuweza kutupatia leseni za wachimbaji wadogo, jambo ambalo limekuwa tofauti na awali. Ni mfumo rahisi sana wa kupata leseni, mtuma maombi, kupita application, baada ya hapo unapata utaratibu kamili wa kupata leseni. Na sisi tulifuata utaratibu huo tukapata leseni. Tunashukuru kama ndugu habari kwa jinsi mlivyoona mgodi wetu. Kiukweli tunashukuru Mungu kusaidia kupata riziki, na pia imesaidia riziki kwa watu wengi wa makundi tofauti. Na jinsi mnavyoona mgodi wetu hapo una zaidi ya watu 3500 hadi 4000. Wote wanapata riziki kupitia mgodi huu. Kati ya watu humo kuna makundi ambao ni wachimbaji moja kwa moja wanazama kwenye maduara, lakini wapo wa mafundi wanaofunga maduara, wapo wadhamini wa hayo maduara, lakini pia wapo wanunuzi wa mawe. Kuna makundi pia kina mama ambao wanahusika na felo na ukwale. Kuna makundi ya wabeba mizigo ambao wamegawanyika, wengine kwa baskeli, wengine kwa kutumia jitihada za kubeba. Lakini tofauti na hapo pia kuna makundi mengine ambayo yanapata riziki kutokana na uchimbaji huu, kiwemo wamiliki wa maroji au magesti tunayokaa, wapishi wa chakula na wanaouza maduka ili tuweze kupata huduma sehemu tofauti. Kubwa zaidi tunashukuru kwa sababu tunaweza kupata riziki moja moja, na pia serikali inaweza kupata kipato. Hivyo mgodi tunashukuru sana. Kwa sasa maeneo yetu ya wilaya ya Bukombe ndio sehemu ambalo tunaweza kuwa na makusanyo makubwa kwa maana ya kodi ya serikali. Mpaka sasa inaweza kuwa zaidi ya milioni 250 na kuendelea ambayo inapatikana hapa, lakini halmashauri zetu pia zinakusanya SSR kupitia hapa. Lakini na wale ambao ni wanakijiji wa maeneo haya kuna kazi zile ambazo zinahitaji elimu wala uzoefu wa kutosha, tunaelekezana na tunafanya kazi kwa pamoja. Tunashukuru pia vyombo vya ulinzi na usalama vya wilaya, hususan mkuu wa wilaya na afisa madini mkazi. Tumekuwa tukishirikiana kwa moja na mbili, yoyote inayokuwa imetokea hapa tunataka kushirikiana. Tunafanya kazi vizuri kwa ushirikiano na wenye mashamba, serikali ya kijiji, tunapata riziki. Hivyo tunashukuru sana kwa ulinzi kwa maana Wizara ya Madini. Na pia mimi nitumie nafasi hii kuwaasa vijana hao na watu wote wenye dhamira au uoga wa kusita kutafuta leseni. Mfumo ni rahisi sana na yote anayeomba anapata kupitia mfumo. Hiyo sana. Eneo hili la Msasa Gold Mine lilianza na Rashi. Rashi ni mfumo ambao sio uchimbaji rasmi, ni wale wanachimba hapa kwa leseni. Baada ya hapo sisi tulipata utaratibu wa kuomba leseni na tukapewa leseni, tukakusanishwa na wale watu wale waliokuwa na Rashi hapa kwa maana ya hiyo sasa, tukakabidhiana, wakatoa kilichokuwa wamezalisha wao na tukaanza utaratibu ndio tunachimba kama leseni. Na kwa mazingira hayo ukiangalia hapo wao kulikuwa na changamoto kwa sababu ulichimbwa mfumo wa Rashi unakuwa kama ni uvamizi. Maduara yanachimbwa bila kufuata usalama, hayapimwi, haijulikani mmiliki wa nani. Lakini baada ya hapo kusimama sisi tumeanza kupanga mgodi, kufikia mashimo yale ambayo ni hatarishi, ambayo hayafanya kazi. Lakini ukilinganisha na hilo kupitia utaratibu na maelekezo ya Wizara ya Madini kupitia tume kwamba msimu huu ni wa mvua kwa sasa, tumewajibika kukata mitaro kuzunguka mgodi mzima, lakini pia tumepanga maduara na kuyajengea mabanda makubwa ili kuzuia mvua kuingia tena kwenye maduara. Hivyo tunaendelea na utaratibu huo, tunafuata utaratibu zote wa mazingira, wa afya, ikiwemo kuwa na vyoo. Changamoto ya mvua mara nyingi kwa sababu tumeshakuwa na uzoefu wa kutosha. Mara nyingi hata tunayokuwa nayo, cha kwanza huwa tunakujenga kuchimba mitaro, pili kujenga mabanda, lakini kutengeneza mitaro midogo midogo kutoka kwenye maduara kwenda kwenye mitaro mikubwa. Na kingine zile foundation za kwenye mashimo ambazo zinaonekana ziko chini huwa tunaziongezea miti kwa maana ya kunyanyua foundation ili kuepuka anga ya maji ya mtiririko kuingia kwenye maduara. Hiyo tunachokifanya, lakini pia tunawapa elimu wachimbaji wetu. Inapotokea sasa msimu wa mvua ni dalili za mvua inapotaka kunyesha, mara nyingi tunazoea kufanya kazi walio kwenye mashimo wanatoka mpaka mwisho wa mvua utakapoisha, inakwenda idara ya ukaguzi na kukagua na kuhakikisha kama mgodi uko salama, hamna maji, hamna kreni, basi tunaruhusiwa kuendelea na kazi. Kwa majina naitwa Innocent Barizukwa, ni mmiliki wa mashamba katika mgodi wa Msasa Mine Gold. Tunashukuru serikali kwa kutupatia leseni.
Bahati nzuri wenzetu wamekuwa ni waadilifu, ni wazuri. Walipofika eneo hili walitushirikisha kama wenye leseni. Tunafanya kazi kwa umoja pasipokuwa na changamoto yoyote. Jambo lolote linapojitokeza tunasaidizana kimawazo na kiutekelezaji. Sisi hatuwezi tukawapinga chochote na sisi watupinge chochote, tunashirikiana. Tunaishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mama kutupendelea sisi wachimbaji wadogo kwenye maeneo yetu haya. Tunapopata maeneo tunayoyavumbua yanapata rasilimali za madini ya dhahabu, kupatiwa leseni vimo vya chini. Tunashukuru sana na tunamshukuru sana mama. Kwa kushukuru wenzetu wenye leseni, tunataka wawe na moyo huo wanaofanya. Tunashirikiana, changamoto inajitokeza tunaambizana, bana hapa kuna 1 2 3. Sijaona kasoro, ila kama kuna changamoto hizo zitakuwa ni hila za watu. Kwa majina naitwa Hamduni Stamili Mtafuni, ni mkazi wa Geita mjini, na pia tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hii tuliyopatiwa, na kikubwa zaidi tunapenda kuishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutokana na misingi bora tuliyowekewa na sheria zilizo kwenye wizara yetu, hususa Wizara ya Madini, ikiwa na kipaumbele cha mama ambaye ni Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa neema hii, kwa kuendelea kutupa na kutuunga mkono wachimbaji wadogo kwa kutupatia ridhaa ya kumiliki leseni wenyewe, na pia kuendelea kutusimamia, kutuonesha masoko na kusimama na wachimbaji na kuonyesha nia ya dhati kwa wachimbaji wote wa Tanzania kupitia wizara hii inayosimamiwa na Mheshimiwa Anthony Mavunde ambaye ni waziri wetu wa madini. Na pia napenda kuchukua fursa hii kumpongeza kwa kuweza kuaminiwa tena kwa mara ya pili kuendelea kusimama na sisi wachimbaji wadogo kwenye industry hii, na pia na sisi tunaamini hatuwezi kumwangusha kutokana na kile alichoonesha juu yetu kwa kuturasimisha maeneo, na eneo kama hili tuna wachimbaji zaidi ya 5,000 wote wananufaika kupitia wizara hii ambayo anaisimamia Mheshimiwa Mavunde akiongozwa na Mheshimiwa Rais, na pia tunanufaika kwa mapato mbalimbali kwa kuchochea upande wa uchumi. Vijana wanapata ajira, biashara mbalimbali zinafanyika katika mgodi huu, na nadhani hakuna wizara ambayo inapewa kipaumbele kama hii tulionayo kwa pato la taifa. Kwa sasa hivi ukiona inachangia zaidi ya 9.7, na tunaamini tutavuka zaidi, na malengo tunayakamilisha kama wachimbaji kwa kusimamiana, kuelekezana, kufuata sheria. Na juzi nilimuona Mheshimiwa Mavunde anasema wote tuwe walinzi wa wenzetu, na wale ambao watahusika kwa ajili ya utoroshaji wa madini watachukuliwa adhabu kali, na ninawasihi wachimbaji wenzangu tuendelee kujituma kwa kufanya kazi, na kazi hii inalipa. Manufaa ni makubwa kama unavyoona, ni watu wengi sana na mzigo kama unavyoona. Yote hii ni rasilimali ya Watanzania ambao wamejitoa, wapo hapa, tunasimamiana na tunanufaika wote kwa pamoja kupitia wizara hii. Kwa majina naitwa Grace Silayo, ni mwanamke mchimbaji na kuweza kupata kipato. Tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Hassan Suluhu, kwa kutuwezesha wakina mama kuweza kupata mitaji, kwa kutuwezesha kina mama kuweza kupata mitaji ya kuweza kuchimba na kuweza kujipatia riziki. Maanake tunachimba, tunapata riziki, tunasomesha watoto, tunajitahidi, tunajenga nyumba. Kwa hiyo tunamshukuru mpaka hapa tulipo, tumefikia kiwango kikubwa sana cha kina mama wengi sasa hivi ni wachimbaji, wananufaika. Tunashukuru pia tumewezeshwa na wizara kuweza kupata leseni kwa njia rahisi. Tunapata leseni, tunaweza kuwa wachimbaji wa aina tofauti, tunakuwa wachimbaji wadogo, tunaweza kupata riziki. Kwa hiyo ni jambo la heri. Tunamshukuru pia Mheshimiwa Waziri Anthony Mavunde kwa kutuwezesha pia kuweza kupata leseni kwa urahisi. Tunashukuru uongozi uliopo hapa, tunaweza kupata maduara kwa njia rahisi, tunaweza kuchimba na kuweza kupata riziki zetu. Pia vile vile tunajitahidi kuweka mazingira vizuri, usalama
na pia tunaomba wakina mama msiogope kuja kuchimba katika maeneo kama haya. Tunaomba mje, maduara sehemu za kuchimba zipo, mtapata bila wasiwasi wowote. Uongozi uko vizuri. Uwepo wa mgodi huu tunaushukuru, toka umeanza mpaka leo watu ni wengi. Tumeweza kujikomboa wanawake kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine.